Maombi haya ni mahususi kwa ajili ya ukombozi wa nyumba yako. Maombi haya ni maalum kwa ajili ya ukombozi wa nyumba yako. Unahitaji kuiombea nyumba yako. Unahitaji kuikomboa nyumba yako. Unahitaji kumwalika Mungu kwenye nyumba yako. Kuna mahusiano makubwa ardhi unaokaa, nyumba unaokaa na ulimwengu wa roho. Kumbuka kwamba watawala wa giza wanatawala vitu vilivyopo, mali zilizopo katika ulimwengu wa roho kwa namna ambayo sisi hatuoni. Kuna baadhi ya nyumba tunasema zina baraka. Kuna baadhi ya nyumba tunasema zina laana kulingana na wale waliotangulia. Hivyo ni muhimu kuwa na maombi ya kukomboa ardhi ya nyumba yako. Ni muhimu kuwa na maombi ya kukomboa malango ya nyumba yako. Kitabu cha Kutoka ukianzia kusoma sura 12 kuanzia mstari wa 1, utaona kwa habari ya wana wa Israeli na wa Misri. Kulikuwa kuna mapigo mengi ambayo Mungu aliwapiga wa Misri, lakini walikataa kuachia wana wa Israeli wasiende kwenye uhuru wao. Mungu akaliandaa pigo moja ambalo alitaka liwe pigo la kuweza kuachilia kabisa. Pigo hilo ni pigo la kuua wazaliwa wote wa kwanza wa Kimisri. Sasa ili aweze kukinga wana wa Israeli wasiweze kudhurika na pigo hilo, kwa sababu lilikuwa natembea nyumba kwa nyumba, ilibidi awape maelekezo maalum wana wa Israeli ya kwamba watachinja mwana-kondoo na wataichukua damu, wataweka kwenye bakuli. Watachukua na tawi la hisopo na watanyunyiza ile damu kwenye miimo ya milango yao na vizingiti vya juu. Lengo lake ni kwamba malaika anayeenda kuleta mauti atakapoona nyumba ina alama ya kimungu au ina alama ya kimuunganiko wa maelekezo ya kimungu, basi ile nyumba haitaangamizwa. Vivyo hivyo katika maisha ambayo tuko nao sasa, wachawi wanaweza kuweka alama kwenye nyumba yetu. Yaani nyumba yako unaokaa wao wakaweka alama yao kwamba hii ni nyumba rahisi. Hii ni nyumba kirahisi tu, unaweza kaingia na kufanya lolote. Na wanajua kuna nyumba ambazo huwa ziingiliki kirahisi. Kila mmoja anaweka ulinzi wake, kila mmoja anaweka mazindiko yake. Sisi tunaomwamini Mungu tunahitaji kukomboa nyumba zetu na kuweka ulinzi wa nguvu za Mungu. Kama vile roho ya mauti ilivyokuwa imetumwa kwa wana wa Israeli, kwa wana wa Misri, haikuweza kuwapata wana wa Israeli kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wameweka kitu kitakachoweza kuzuia ile roho isiweze kuwaletea madhara. Vivyo hivyo hata kwenye wakati huu tunahitaji kukomboa nyumba zetu. Kuna mtu anasikia nyumba yako imekuwa na vita kubwa, imekuwa na magomvi. Kuna mtu anasikia nyumba yako imekuwa haina amani, imekuwa na magomvi ya mara kwa mara. Haipokei wageni wema, inapokea wageni wenye taarifa mbaya. Kuna wengine nyumba zenu zimezuiliwa kupokea wageni wa heshima. Yaani malango ya nyumba yanakataa kupokea wageni wa maana. Mtu akipanga kuyatembelea malango hayo anaahirisha. Mwingine nyumba imekuwa na mambo mengi ya kiza. Yaani kuna vitu vingi vya maruelue vya kishirikina vinaendelea kwenye nyumba yako. Nyumba imekuwa haina amani. Mwingine umepanga, sio nyumba yako, lakini nyumba uliopanga imekuwa na uzito, imekuwa na ugumu. Mwingine ni nyumba yako mwenyewe umejenga au ulinunua, lakini imekuwa na vita kubwa. Kila ukijaribu hili unaona mashambulizi yanakuwa makubwa. Kila ukijaribu hili unaona vita inakuwa kubwa. Nataka niombe na wewe siku ya leo. Tutaenda kuikomboa nyumba yako kwa sauti hii, kwa maelekezo nitakayokupa. Utaenda kulala vizuri. Utaenda kuona baraka zinaingia kwenye nyumba yako. Utaenda kuona amani inarejea kwenye nyumba yako. Utaenda kuona ushindi unazidi kuongezeka kwenye nyumba yako. Kuna baadhi ya nyumba ukihamia unakuta hakuna maendeleo yanayofanyika. Kuna baadhi ya nyumba tukikaa unakuta wakuanga wanabana watu, wanawafunga watu, wanawazuia watu. Watu hawana amani tena, watu hawana furaha tena. Mpaka unatamani uende ukakae mbali, pengine upate amani, upate upumziko, kwa sababu ndani ya malango ya nyumba yako hakuna raha, hakuna amani. Kuna baadhi ya vitu unaweza kaona vimekuwa vigumu, kumbe ni kwa sababu ya malango ya nyumba ambao unakaa. Kuna baadhi ya vitu unaweza kukuta unapambana navyo, kumbe kuna uharibifu unaofanyika kwenye nyumba unaokaa. Kuna mtu mmoja ananisikia, anga lako la kimaombi limekuwa gumu, yani mpenyo wa kimaombi umekuwa mgumu, natumia nguvu kubwa. Ardhi na anga la mahali hapo linakataa maombi, linakataa ibada, linakataa watu kufanyikiwa, linakataa watu kupata heshima, linakataa kibali, linakataa neema. Kila ukijitahidi kupambana, ukitoka nje hapo unakuta unaweza kuomba vizuri. Ukiwa kanisani au mazingira mengine ya ugeni unaweza kufanya mambo makubwa kwa uzuri, lakini ardhi na anga la mahali hapo linakukataa. Linakuwa na vita kubwa, linakuwa na usumbufu mkubwa. Kama vile Mungu alivyoweza kuweka ulinzi kwa wana wa Israeli, vivyo hivyo na sisi tunaenda kukomboa malango ya nyumba zetu katika jina la Yesu. Vivyo hivyo na sisi tunaenda kukomboa malango ya nyumba zetu katika jina la Yesu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Biblia inasema kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao.
nao wakamshinda. Kumbe kuna mashindano ambayo yanaweza kufanyika ya nguvu za giza kwenye nyumba zetu, ya nguvu za giza kwenye maeneo yetu. Lakini ili tuweze kushinda, tunahitaji damu ya mwana kondoo. Tunahitaji kujiunganisha na damu ya Yesu katika ukombozi wa nyumba. Unahitaji kujiungamanisha na damu ya Yesu katika ukombozi wa nyumba yako. Ukombozi wa nyumba. Andaa maji yako sasa kwenye chupa. Chukua chupa yako au chukua beseni au chukua kitu ambacho unaweza kuweka maji. Tutaenda kuyaombea maji kwa damu ya Yesu. Kwa kuwa katika imani hakuna linaloshindikana. Hapo unaponisikia kuna muunganiko wa malaika tayari. Hapo unaponisikia kuna muunganiko wa nguvu za Mungu. Kuna mambo unaona uyaelewi kwenye nyumba yako. Unaona uyaelewi kwenye nyumba unaokaa, kwenye chumba unachokaa. Wengine mmekaa kwenye vyumba ambavyo mmepanga au nyumba ambayo mmepanga. Kwa hiyo huna uhuru nayo, lakini unaweza kuwa na uhuru na chumba chako na maeneo ambayo umealipia au unayatawala. Mwingine ni nyumba yako, lakini kuna vitu vinaendelea visivyokuwa vya kawaida. Maombi haya yana nguvu, yataenda kuletea matokeo makubwa. Kuna watu wataenda kupigwa kwa namna ya ajabu. Kuna vitu vya siri mtaenda kuviona vitafunuliwa. Kuna vitu vilikuwa vimejificha, vilikuwa vinawala, vilikuwa vinanyonya vitu. Wengine mmetupiwa maroho ya chuma ulete, hela ikai ndani. Wengine mmetupiwa maroho ya umasikini. Wengine mmetupiwa maroho ya ugomvi, magomvi kila siku. Wengine mmetupiwa maroho ya magonjwa, kila siku magonjwa. Wengine maroho ya watoto kufeli, yamewekwa kwenye nyumba, yamepachikwa mahali. Wengine wamechimbia mahali fulani, wakawafungia hapo, wakaweka na shindano juu kwamba ninyi muende kuchomwa tu. Maombi haya yataenda kufukua kila kitu. Maombi haya yataenda kuyeyusha kila kitu, kila kilichofanywa kwenye ardhi, kwenye malango, kwenye vizingiti, kwenye mipaka. Nguvu ya Mungu ni kubwa, itaenda kutenda kitu. Basi kama umeandaa maji kwenye chupa au umeandaa kwenye beseni, nataka niombee. Usiogope, muamini Mungu. Mungu ataenda kuleta kitu kipya. Mungu ataenda kuleta muujiza. Kitabu kile cha Ufunuo kwa Yohana sura 11 mstari wa 6, tasimamia hapo ili kuyageuza maji hayo kuwa damu ya Yesu. Biblia inasema kwamba hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kugeuza kuwa damu na kupiga, oh haleluya, nchi kwa kila pigo kila watakapo. Hao wana amri juu ya kuzifungua na kuzifunga mbingu. Sikia, ninayo amri kwa mamlaka ya jina la Yesu ya kufungua na kufunga mbingu. Inua tu imani yako. Inua tu imani yako. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Kitabu cha Mathayo 18:18. Na kama una Biblia yako nayo utaenda kupitia kwa muda wako ili ujue kwamba tunao mamlaka hiyo. Biblia inasema kwamba amini nawaambia, yoyote mtakao yafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakao yafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Basi kwa mamlaka hii ninatakasa maji hayo, ninayaombea maji hayo, nageuza kuwa damu ya Yesu. Yainue juu kidogo, inua juu kidogo, inua juu. Nageuza kuwa damu ya Yesu. Nageuza maji haya sio ya kawaida. Naondoa kwenye matumizi ya kawaida ya kibinadamu, na apeleka kwenye matumizi ya kiroho. Nageuza maji haya kuwa damu ya Yesu Kristo. Nageuza maji haya kuwa damu ya Yesu Kristo. Nageuza maji haya yasiwe maji ya kawaida, yakawe maji ya kwenda kukomboa, yakawe maji ya kwenda kufungua, yakawe maji ya kwenda kuharibu kazi za giza, yakawe ni maji yatakwenda kuleta badiliko kuu katika maisha yako na nyumba yako. Maji pokea upako. Maji pokea upako. Kama vile maji yaliyokuwa ni ya kawaida, lakini kwa neno la mtumishi wa Mungu Naamani alipoenda kujichovya, ufungulivu ulipatikana. Naamani alipoenda kujichovya mara 7, ufungulivu ulipatikana. Nami natabiri na kutamka kwa jina la Yesu, maji haya yatakapoenda kwenye ardhi, yatakapoenda kwenye nyumba hii, kwenye anga la eneo hili, kila kilichokuwa kimefungwa, ufungulivu kapatikane. Ufungulivu kapatikane katika jina la Yesu. Sauti hii naigeuza kuwa moto. Sauti hii naigeuza kuwa radi. Enyi adui mliofungiwa chini, ni roho kamili mnanisikia. Mkikutana na maji haya au harufu ya maji haya, yasiwe harufu ya kawaida, yakawe harufu ya damu ya Yesu Kristo. Yakaende kufungua na kufumbua kila kilichofungwa kwa siri. Nayaombea maji yao yasiyo ya kawaida, yakawe maji yenye upako, yakawe maji yenye nguvu za kimungu. Maji yapokee upako, maji yapokee anointing, maji yapokee mafuta ya kimbingu. Katika jina la Yesu nayatakasa. Katika jina la Yesu nayatakasa. Katika jina la Yesu nayatakasa. Katika jina la Yesu nayatakasa.
Rabosia baradia mayandoradia. Kwa jina la Yesu nasikia nguvu ya Mungu, nasikia neema ya kimungu, nasikia ukombozi wa kimungu unapita, nasikia Mungu aenda kufanya kitu siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Sikia hatua ya pili ya kufanya. Baada ya kuyaombea hayo maji, ninakuombea na wewe pia. Mungu akuvike ujasiri, Mungu akuvike nguvu na kugeuza kuwa kuhani wa mahali hapo. Pokea neema ukuhani. Unaenda kufanya kazi kubwa kwa kuambatana na sauti hii. Unaenda kufanya ufungulivu mkubwa kwa kuambatana na sauti hii. Nguvu ya Mungu ishuke mahali hapo. Nguvu ya Mungu ishuke mahali hapo. Nguvu ya Mungu ishuke mahali hapo katika jina la Yesu. Tunaingia sasa kwenye maombi ya ukombozi wa nyumba zetu. Kama uko na chumvi unaweza kuiweka kidogo kwenye maji hayo. Unaweka kidogo chumvi. Kama haiko wala usione shida. Ni ukombozi tuenda kufanya. Kama uko tayari sasa tuingie kwenye maombi ya ukombozi. Utazunguka nyumba yako kwenye maeneo ambayo uko nayo uhuru au una uhuru nayo. Kama ni nyumba yako mwenyewe basi unaweza kufika hata kwenye mipaka. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, komboa chochote ambacho Mungu atakusukuma au atakuongoza. Kama ni chooni, kama ni eneo lolote lile, kwenye vyumba vya watoto au chumba chako, na kama ni eneo ambalo umepanga sio la kwako, basi dili na chumba chako na malango ya chumba chako. Dili na chumba chako na malango ya chumba chako. Haya ni maombi yatakwenda kuleta ubadiliko kubwa na utapata ujasiri mkubwa. Alafu vitu vibaya vyote, vitu vya giza, maruelue, vitu vyenye uko unaona vielewelewi kwenye nyumba yako havitafanyikiwa, vitenda kuharibika. Utasikia majirani ambao walikuwa wanatumika na nguvu za giza, Mungu anawashughulikia. Utasikia watu ambao walikuwa wameweka vitu vyao hapo wanaenda kushughulikiwa kwa jina la Yesu. Utasikia mapigo ya ajabu yanaenda kutokea huko. Kuna vitu utaenda kuviona vilikuwa sirini kwa muda mrefu. Kuna vitu vilipoteaga ulikuwa hujui viko wapi, utaenda kuviona. Kuna vitu vilijifichaga kwa miaka mingi ulikuwa uvielewi, utaenda kuviona. Kulikuwa kuna wadudu wa ajabu kwenye nyumba yako, wataenda kuungua, wataenda kukamatwa. Kulikuwa kuna vitu ambavyo vinaendelea vya kipepo. Kuna vitu vingine tunaviona ni vya kawaida, kumbe vilikuwa vinatumiwa na shetani. Vitaenda kupigwa, vitaenda kuungua na kuteketea, na nguvu zake zote zitaenda kuisha katika jina la Yesu Kristo. Basi chukua imani hii, ninakuombea. Mungu akuvike ujasiri, Mungu akuvike nguvu, Mungu akutie nguvu. Kama uko na mmoja kati ya wanafamilia au wanafamilia, ili muweze kufanya jambo hili kwa wakati, mkagawana. Unaponyunyiza, nyunyiza kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu kila kilichofanyika tunakiharibu. Kila nguvu za giza tunaharibu. Unanyunyiza kwa damu ya Yesu kwenye maeneo yote. Nyunyiza kwenye maeneo ambayo mnasikia msukumo au unasikia msukumo, na utaenda kuona wema wa Mungu, utaenda kuona ukombozi wa kimungu. Na kuombea valishwa nguvu ya Mungu, vikwa nguvu ya Mungu, vikwa vazi la utumishi, na kuombea ukawe kuhani, unaenda kufanya ukombozi kwenye eneo hilo katika jina la Yesu. Basi tuanze kazi sasa. Baba, kwa jina la Yesu tunaanza kukomboa nyumba hii. Tunaanza kuikomboa nyumba hii. Anza kutembea sasa. Tembea, elekea kwenye maeneo ambayo unatamani ukombozi utokee. Lakini maeneo muhimu, dili na malango ya nyumba yako. Dili na miimo na vizingiti vya juu. Miimo ni kwenye mlango pale juu ya mlango wako, na kwenye vizingiti, yani pembe zile za kushikilia ule mlango, na kwenye malango ya chini, kwenye ardhi ya chini ya mlango wako. Lakini pia endelea kutembea, nyunyiza kwenye vyumba, kwenye kona, nyunyiza kwa damu ya Yesu, nyunyiza kwa damu ya Yesu. Tayari kuna nguvu ya Mungu iko pamoja na wewe. Usiogope. Wako malaika wanakusindikiza kwenye maombi haya. Iko nguvu ya Mungu inakusaidia. Rababababa. Anza kuteka nyara, teka kila mkuu wa anga, teka kila wakuu, katara orodha visasi na malipizi. Kila lote ambalo liko nafanyika kwa siri, tunaliharibu kwa jina la Yesu. Tunakomboa malango katika jina la Yesu. Kila ambacho mlikifanya kwa siri tunakiharibu. Na haribu kwa jina la Yesu. Natuma nguvu ya Mungu, nalipua kila uchawi, vyovyote vilivyochimbiwa kwenye ardhi, vyovyote vilivyokuwa vinatumika usiku bila sisi kuona, na viharibu katika jina la Yesu. Na yafungua macho yako yaweze kuona, na yafungua macho yako yaongozwe na Mungu. Kila uchawi kwenye nyumba hiyo, kila nguvu za giza kwenye nyumba hiyo, maroho ya kipepo yalikuwa yanafanya kazi, tunaunguza kwa jina la Yesu. Kuna mahali mambwa na milio ya wanyama ilikuwa inafanya kazi na ndege, tunatuma damu ya Yesu. Nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu kila eneo, nyunyiza damu ya Yesu. Tunaharibu kila kazi ya giza, haribika. Nateketeza kila uchawi, nateketeza kila ilizi, nateketeza kila makafara, nateketeza kila mazindiko ya kipepo, yaharibike kwa jina la Yesu. Kila wachawi ambao wanatembelea usiku nyumba hiyo, kwenye dari la nyumba, kwenye anga, na achilia damu ya Yesu, na achilia ukombozi. Uchawi wote ukamatwe, nguvu za giza zote zikamatwe, roho za giza kwenye ardhi hiyo. Haijalishi ni nani anachukuaga vumbi la nyumba, haijalishi nani anachukuaga ardhi hiyo ili kuweza kuwafunga, na achilia damu ya Yesu. Natuma moto sasa, natuma damu ya Yesu. Nyunyiza kwa imani, nyunyiza kwa imani. Kuna vitu vinaharibika. Mungu akuvike ujasiri. Haribu kila kazi ya giza,
haribu kila mapepo, haribu kila uchawi, haribu kila nguvu zinazofanya kazi, haribu kila nguvu za kishetani, tunaziharibu kwa jina la Yesu. Kila nguvu za kishetani tunazivunja, vunja. Pangua kila kazi ya giza, lolote tunaolifunga linafungwa na mbinguni, lolote tunaolifungua linafunguliwa na mbinguni. Vunja, haribu hiyo madhabahu wanayotumia, haribu kwenye miti hiyo, haribu kwenye kuta hizo, haribu kwenye madirisha hayo, kila mlango mnaotumia kuingia ndani ya nyumba hii tunavunja na kuondoa. Tunaharibu kila uchawi, tunaharibu kila malango ya giza, yaharibike kwa jina la Yesu. Njia zenu zikawe kiza na utelezi. Achilia damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kama ilivyoandikwa na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu yake kunyunyiza ineneo mema kuliko ya Abeli. Tunanyunyiza damu ya Yesu kila mahali. Nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni ya kunyunyiza, inanena mema kuliko ile ya Abeli, inaanza kunena mema. Hayo maji sio kawaida, ni damu ya Yesu. Inapita. Damu ya Yesu inazunguka, damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita. Nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu kwenye malango, kwenye kona, kwenye mipaka, kwenye kila eneo katika jina la Yesu. Kwenye kitanda, kila uchawi uliokuwa unafanyika kwenye nguo zetu, kila nguvu za giza zilizokuwa zinafanyika, na amuru moto kwa jina la Yesu. Tunakomboa nyumba hii. Nyumba hii inalindwa kwa damu ya Yesu. Nyumba hii inalindwa kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa tunaivua kwenye kila mikataba, tunaivua kwenye kila matambiko, tunaivua kwenye kila maagano ya kipepo yaliyowahi kutangulia kwenye nyumba hiyo, na yavunja kwa jina la Yesu, na yaondoa maagano yote, yaondoke kuanzia sasa. Maagano ondoka, maagano ondoka. Kila maagano ya siri yaliyokuwa yamefanyika kwenye nyumba hiyo, kila maagano ya kipepo ambayo ulikuwa uyaelewi, ulikuwa uyaoni, kumbe yalikuwa yamefanyika kwako, yalikuwa yamefanyika kwenye nyumba, yalikuwa yamefanyika kwa watoto, yalikuwa yamefanyika kwenye ndoa, yalikuwa yamefanyika kwenye malango, yaachie kwa jina la Yesu. Repakasataradia mayando, kwa jina la Yesu tunakomboa. Komboa malango hayo, komboa malango hayo, komboa kila mahali. Nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwenye hicho choo, kwenye hizo toilet, na achilia damu ya Yesu, na achilia damu ya Yesu. Yale mapepo na majini yanayovamiaga na kuleta magonjwa, yanayovamia na kuleta uharibifu, natuma damu ya Yesu kila mahali, damu ya Yesu. Natuma ukombozi, kila watoto wa giza, kila vitu vya kutishia, kila roho za giza, maluelue, madoto mabaya yasipate nafasi. Roho wa Mungu aanze kukutumia, Roho wa Mungu aingilie kati kwenye malango hayo. Pokea ujasiri, pokea nguvu katika jina la Yesu. Anza kutabiria ushindi, anza kutabiri ushindi, anza kutabiri mema, anza kutabiri mema. Iombee nyumba yako, iambie nyumba hii itakuwa ni barikiwa, iombee nyumba hii itakuwa imebeba baraka, iambie nyumba hii itakuwa imebeba ushindi. Anza kutamkia mema, kataa magonjwa, kataa matatizo, kataa vitu vibaya. Anza kusemea nyumba hiyo, anza kuisemesha nyumba hiyo. Unataka iwaje? Unataka Mungu atende nini? Unataka watoto wa nyumba hiyo waweje? Unataka nyumba hiyo iwe na katika gani? Niambie nyumba hiyo unataka itokee nini? Unataka nini kitokee? Mwambie Bwana sasa, mwambie Bwana kwa maombi haya. Ipo nguvu ya Mungu unaponyunyiza. Mwambie Bwana katika jina kuu la Yesu Kristo, katika jina kuu la Yesu Kristo. Tunakomboa kwa damu ya Yesu, tunakomboa kwa damu ya Yesu, tunanyunyiza kwa damu ya Yesu. Achilia maneno mazuri, achilia maneno mazuri. Anza kutamka ushindi, anza kutamka ushindi, anza kutamka ushindi katika jina kuu la Yesu Kristo. Mungu akutie nguvu. Endelea kunyunyiza kadri Roho anavyokuongoza. Maombi haya huenda sitoshe kuendelea kunyunyiza kila eneo, lakini tayari maji hayo yameshaombewa. Tayari kuna muunganiko wa nguvu za Mungu. Nyunyiza, tamka ushindi, vunja mapooza. Kuna wagonjwa wako ndani ya nyumba, ondoa mapooza, nyunyiza kila eneo. Kuna mahali ambapo Mungu anakusukuma, nyunyiza tu. Acha waseme umechanganyikiwa, lakini unajua nini kinafanyika katika ulimwengu wa roho. Hata wachawi na nguvu za giza wanafanyaga vitu ambavyo katika hali ya kawaida tunaweza tukaona kwamba umechanganyikiwa, lakini wanafunga maisha yetu. Nasi tunafungua kila vifungo, tunafungua kila vitisho katika jina la Yesu Kristo. Mungu akusaidie, Mungu akupake mafuta, Mungu akupe mamlaka, Mungu akupe neema, Mungu na uwezo wa kimungu uambatane pamoja nawe. Pokea ujasiri katika ukombozi wa nyumba yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, na hakika Mungu amekufungua na ameifungua nyumba yako. Endelea kuiombea, endelea kutabiri, endelea kuachilia damu ya Yesu, endelea kuachilia ukombozi. Utaenda kuona matokeo. Fanya hivyo, rudia kulingana na neema ya Mungu ambayo Mungu amekupa. Hata kama Mungu atakusukuma ufanye hivyo kwa siku 7, fanya tu. Hata kama Mungu atakusukuma ufanye kwa siku 1, siku 2, kulingana na msukumo ambao utaupata, usiogope. Mungu ataenda kuleta ushindi na malango yako yatakuwa yamebarikiwa. Utaenda kuinuka na utaenda kuona mkono wa Mungu. Mahali ambapo ulikuwa uwezi kuomba kwa wepesi, utasikia nguvu za Mungu. Utasikia ufalme wa kimungu unafunguka kwako. Mungu akutie nguvu. Mungu akupe neema, akupe kibali. Vitu vya giza vyote visikupate, visasi na malipizi yasikupate katika jina la Yesu. Unasikia msukumo ndani ya moyo wako kujiunganisha
na kujiambatanisha na maombi haya ya ufungulivu, unasikia Mungu ametenda kitu, unasikia amani ya moyo, basi unaweza kaachilia sadaka yako ya kujiunganisha na kusindikiza maombi haya ya ukombozi wa nyumba yako kwa namba inaonekana kwenye skrini yako. Kama uko Tanzania, basi namba ni hiyo ya Tanzania, lakini kama uko Kenya, namba hiyo ambayo imeandikwa Kenya ni namba ya sadaka, unaweza kaachilia hapo na Mungu akubariki. YouTube channel andika Maombi ni Dawa, TikTok Maombi ni Dawa.